miongoni mwa michezo migumu kutokana na uhitaji wa mchezo, kwa maana kwamba Simba anahitaji kuendelea kupata matokeo mazuri ili kuendelea kuweka pressure kwa mtu ambaye anaongoza ligi ambaye ni Young Africans, wakati Pamba Jiji yeye pia anahitaji kuweza kupata matokeo ili aweze kusogea huku chini ambako yuko. Ukiangalia Pamba Jiji michezo 26, alama 27, sio mwenendo mzuri sana sio mwenendo mzuri sana kwa timu ambayo inahitaji kuweza kubaki ligi kuu. Wanahitaji kukusanya alama nyingi ili waweze kutoka huku chini, na ukiangalia kwenye mchezo kama watapoteza, maana yake watabaki na alama 27 katika michezo 27. Kwa maana kwamba atakuwa anawakaribisha watu ambao wako chini yake kuweza kumsogelea zaidi na kuweza kuangukia kwenye playoff ambao sio sehemu salama sana kwa timu kwenda kucheza playoff. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kitu cha kwanza ambacho kinaongeza ugumu kwenye mchezo ni uhitaji wa mchezo, kwa maana kwamba Simba anahitaji kuweza kupata alama 3, aendelee kutengeneza pressure dhidi ya Young Africans, wakati Pamba Jiji anahitaji kuweza kupata matokeo ili aweze kujinasua kutoka kule chini aliko. Lakini ukiangalia ratiba ilivyo, inaweza kawa ni favorite kwa Pamba kuliko kwa Simba Sports Club, kwa maana kwamba Simba Sports Club utakuwa ni mchezo wake wa 3 anacheza ndani ya siku chache. Alicheza mchezo wa kwanza tarehe 2, akaja akacheza tarehe 5, kesho tarehe 8 anakwenda kucheza mchezo. Ukiangalia ni tofauti ya siku chache sana kucheza kwenye hiyo michezo mitatu, wakati Pamba Jiji yeye alipata muda mrefu zaidi wa kuweza kujiandaa kuelekea kwenye mchezo. Anaweza akawa na miss match fitness, lakini kwenye eneo la kukaa na kuweza kusoma ubora na udhaifu wa mpinzani, nadhani pia Pamba Jiji anaweza kunufaika kwenye ile eneo. Na mchezo wa jana niliwaona sehemu ya benchi kufundi la Pamba Jiji wakiwa wanatazama mchezo kati ya Simba dhidi ya JKT. Nimeona Matias Wandiba miongoni mwa walimu ambao ni bora sana kiufundi, lakini pia kocha mkuu alikuwepo pia kwenye ule mchezo. Lakini ukiangalia licha ya hizo factors zote ambazo nimezitaja, kwa maana kwamba Pamba Jiji kuwa na advantage ya kupata muda mrefu kuweza kusoma Simba, kutokuwa na fatigue kutokana na hajacheza mchezo muda mrefu, Simba wana fatigue, lakini bado kuna kitu ambacho nakiona ambacho kitakuwa ni favor kubwa kwa Simba, ni quality ambayo wako nayo. Ukiangalia klabu ya Simba licha ya kucheza hii michezo back to back, lakini quality yao bado ipo. Mwalimu alijaribu kufanya maboresho kwenye kikosi chake cha kwanza. Joshua Budo Mutare kwenye mchezo uliopita alikuwa na performance bora, kama ataendelea kuwa na performance ile kwenye mchezo wa kesho, maana yake anaweza pia kuwa na msaada na itampa mwalimu relief ya kuweza kupumzisha baadhi ya wachezaji na kuwapa nafasi wachezaji wengine waweze kuonyesha ubora wao, akiwemo Valentino Nouma. Pia alikuwa na mchezo mzuri kwenye game dhidi ya JKT. Kwa kwangu mimi binafsi naamini kwa Pamba Jiji licha kuwa na hizo factor ambazo zinaweza zikawa zina faida kwao, kwa maana kwamba kupumzika kwa muda mrefu kuwasoma Simba, lakini kwenye eneo la quality inaweza kuwa ni tatizo jingine kwa Pamba Jiji. Na moja kati ya sehemu ambayo imekuwa na shida kubwa kwa Pamba Jiji nadhani ni kwenye eneo lao la kuweza kuweka mipira kambani, licha kumsajili yule Tegis, lakini bado amekuwa na changamoto. Nani mwingine ambaye anaweza kuja kumjoin Tegis kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na safu imara ya ushambuliaji? Deus Kaseke mchezo wake wa kwanza alianza vizuri, lakini bado hajawa na ile impact ya moja kwa moja kwenye kikosi cha Pamba Jiji cha kuweza kuinfluence timu nzima ipate matokeo. Kwenye dara yao ulinzi pia rekodi ya Pamba Jiji ambao wako nayo hawana rekodi nzuri, kwa maana kwamba ni timu ambayo wana concede sana mabao. Tunazungumza mpaka hivi sasa kwenye michezo 26 ambao wamecheza wamefungwa mabao 27. Mbaya zaidi katika michezo 26 wamefungwa mabao 27, maana yake ni wastani wa bao moja kwenye kila mchezo. Mara baada hapo unakwenda kucheza na timu ambayo ni timu ya pili kwa kufunga mabao mengi kwenye ligi ambayo ni Simba Sports Club. Kwa hiyo naamini eneo la ulinzi la klabu ya Pamba Jiji watakwenda kuulizwa maswali magumu sana na washambuliaji wa klabu ya Simba, kwa maana kwamba wakina Christopher Ruchum pamoja na wenzie watakuwa na kazi kubwa sana kuweza kuhakikisha ni namna gani ambavyo wanaweza kwenda kuwazuia washambuliaji wa klabu ya Simba. Unazungumza wakina Leonel Ateba, wakina Dese Mkwala, Elie Mpanzu, Kibu Denis, ambao wamekuwa kila mtu ana uwezo wa kwenda kufunga mabao. Tumeona Dese anafunga, tumemwona Ateba anafunga licha kukosa nafasi nyingi, lakini pia namba zao sio mbaya sana. Kwa kwangu mimi binafsi mtihani wa kwanza kwa mwalimu Fred Felix Minziro utakuwa ni namna gani ambavyo wanaweza kwenda kuudhibiti ubora wa safu ya ushambuliaji wa klabu ya Simba ambayo imekuwa imefunga mabao mengi. Lakini mtihani wa pili ambao watakuwa nao ni namna gani ambavyo wanaweza kwenda kufungua ukuta wa klabu ya Simba ambao ndio ukuta ambao umeruhusu mabao machache kuliko timu nyingine yoyote. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kwa mwalimu Fred Felix Minziro anahitaji kuweza kucheza mchezo kimbinu zaidi. Kama atashindwa kufungua ukuta wa klabu ya Simba, kitu pekee ambacho anaweza kufanya ni kufunga loki zake, kuweza kuhakikisha kwamba naye afungi, na akipata alama moja na mimi itakuwa ni huge boost
kwa Pamba Jiji unapokwenda kupata alama moja dhidi ya timu aina ya Simba Sports Club, na mimi naweza pia karejesha hali ya wachezaji kuweza kupambana. Kama tumeweza kupata alama moja dhidi ya Simba, maana yake pia una uwezo wa kupata alama 3 dhidi ya mpinzani mwingine yoyote. Sawa, huyo ni Ali Luambano akizungumzia mchezo wa kesho kwa namna ambavyo anautazama. Dakika 20 zimesalia, dakika 10 tu kuja kutoa mzigo kutoka kwa Mshua. Kama kawaida, sikiliza maelekezo na uende kwenye menyu yako malipo, na ukishaenda kwenye menyu yako malipo tekeleza vile ambavyo nakuelekeza. Alafu ikifika 12:30 pale weka karibu na simu yako, sikilizia mileo tu. Kama unatumia Vodacom, unaenda kwenye menyu yako malipo kama kawaida, unapiga *150 *0 chagua namba 4, unalipa kwa M-Pesa, kisha unaweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 553111, kumbukumbu namba ni 333, ama neno bongo kiasi shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri, unaruhusu mama wako aweze kutoka Yas *150 *01, unachagua namba 4 lipa bili, kisha unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaingiza namba ya kumbukumbu 333 ama neno bongo kiasi ni shilingi 1000, unaingiza namba ya siri, unaruhusu mama wako unaweza kwenda. Airtel ni *150 *60 reli, unachagua namba 5 unalipa bili, kisha namba 4 unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaingiza namba ya kumbukumbu 333 ama neno bongo kiasi shilingi 1000, ingiza namba ya siri yako ya siri. Sikilizia milio pembeni ya simu yako. Halotel *150 *88 reli, unachagua namba 4 unalipa bili, kisha unaweka namba ya kampuni ama namba ya biashara 553111, kumbukumbu namba ni 333 ama neno bongo kiasi shilingi 1000, ingiza namba yako ya siri. Kama una mitandao Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, wewe cheza tu. Kadri unavyocheza ndivyo unavyojiweka karibu kabisa na ulimwengu wa mabingwa na ubingwa ya kupambana kupata alama moja na hata pengine kushinda. Itategemeana na wao tu, ubora wao na wachezaji ambao mwalimu atawatumia, kwa sababu wanakwenda kucheza na Simba ambayo imekuwa ikicheza michezo back to back, na tayari wamecheza michezo miwili, tarehe 2 na tarehe 5. Manake Simba bado wanaendelea kufanya rotation ya kikosi chao, lakini Pamba wamekuwa na muda mrefu wa kujiandaa kuwakabili Simba, na Pamba ina wachezaji ambao wana uwezo wa kuwazuia Simba. Ukiangalia Kenneth Kunambi, fullback wao wa kulia, lakini fullback wao wa kushoto Ibrahimu Abraham, ni wachezaji ambao wazuri sana kukaba, na Simba ina operate sana pembeni. Ukiangalia Eli Mpanzu, lakini pia Kibu Dennis pamoja na Shomari Kapombe na Mohamed Hussein. Na kingine style ya uchezaji wa Pamba, ukiangalia katika eneo la kiungo, mara nyingi kwenye kukaba anakuepo Antwi, lakini wanamweka James Mwashinga ambaye kiwasilia yeye ni beki, ni kiungo mkabaji, lakini yeye ndo anakuwa wa kwanza kukaba juu. Manake yeye kesho kama watacheza na hiyo style ya kuwa na viungo wawili wakabaji, lakini Mwashinga anasogea juu, anakaba pamoja na washambuliaji. Maana kama ataanza Matthew Tegis na upande mwingine atakuwepo Zabona Hamisi Mayombia, alafu Shasiri na Imana atakuwepo nyuma ya Matthew Tegis. Manake wanaweza wakawa wana uwezo wa kuanza kuwazuia Simba kuanzia katika eneo la kiungo na maeneo ya pembeni. Kwa hiyo inategemeana tu na mwalimu amejipanga vipi kuwakabili Simba, kwa sababu kwa mfano kama JKT walifanikiwa kuwadhibiti Simba kwa muda mrefu na wakaconcede goli moja, na Pamba ina wachezaji ambao wanaweza wakatekeleza mbinu za mwalimu kwa kutotaka kupaki basi, lakini kukaba kwa maeneo kwamba pembeni tunazuia ubora wa Simba kwa kuwa na wachezaji ambao watakuwa wanakaba, lakini pia hawapandi mara kwa mara. Lakini katika eneo la kiungo, Mwashinga wewe basi anza kukabana na Kagoma au na Ngoma, uanze kuwazuia wale, alafu Shasiri na Himana yeye akae nyuma ya Matthew Tegis, ambaye Tegis atakaa na walinzi wa klabu ya Simba wakati. Kwa hiyo Pamba kwa mchezaji mmoja mmoja ina wachezaji ambao wanaweza wakaisaidia timu, lakini kitimu ndo changamoto kwa upande wao. Kwa hiyo kwangu mimi naamini wana nafasi ya wao kupambana kupata walau alama moja wakiwa ugenini, kwa sababu
kuna wachezaji ambao wanaweza wakaisaidia timu yao kupata matokeo. Inategemeana tu na mwalimu atakuja na mbinu gani. Haya, ni Nation Patrick Mwambande huyo, kwa upande wake amezungumza hivyo katika mchezo huo. Vipi Nira, dakika ni 4, wewe ambaye bado hujacheza unatakiwa kuendelea kucheza kwa uhakika zaidi. Tukirejea hapa sisi ni kuja kutoa mzigo. Kumbuka ni buku tu ukiwa nayo katika line yako ile ya Tigo ambayo ni Yas, Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Nira, unaipa asilimia ngapi Pamba pengine kwenda kuchukua alama za mchezo huo? Lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba tutaraji kuona kuna rotation yoyote kutokana na mchezo mgumu ambao wametoka kucheza wa ligi juzi dhidi ya JKT Tanzania? Pamba na wapa asilimia Hebu rudia vizuri hiyo. Pamba Jiji na wapa asilimia 0.01. Kwa nini? Zipo sababu za kuwapa asilimia za design hiyo, kwa sababu ukiangalia kwa wastani magoli walioruhusu mpaka sasa hivi, ina maana kwamba wastani wao kila mchezo mmoja wa ligi kuu wanaruhusu goli moja. Unapocheza na Simba Sports Club, kitu pekee ambacho nakitarajia ni jinsi gani wewe utaweza kutengeneza ukuta wako uwe solid kutokuweza kuruhusu magoli mengi. Simba kama watafanya squad rotation ama kama wataanza na kikosi ambacho wamekuwa kianza nacho siku zote, sioni namna ambayo Pamba Jiji anaweza kwenda kujitutumua warau kupata hata hiyo sare mbele ya Simba Sports Club. Hata wao Pamba wanafahamu ni mchezo wa aina gani, ni nyakati gani ambazo unaenda kukutana na Simba Sports Club. Ni nyakati ambazo Simba yupo mawindoni sasa hivi. Simba anawinda alama 3 za kila mchezo ili mradi kulipunguza lile gap lake yeye na Young Africans. Kwa ni mchezo muhimu kwa Pamba kwa sababu anahitaji kujinasua kule walipo, lakini hali ya Pamba Jiji je, inaridhisha? Hali ya Pamba Jiji ni dhaifu hali. Hilo lote tunalifahamu. Licha kuwa na alama zao 27, eneo lilopo sio eneo zuri, sio eneo ambalo wao wanapaswa kujivunia kuwepo. Kwa sababu gani? Pamba msimu ilianza mwanzo wa msimu ikiwa ni timu ambayo inaonekana inacheza kitimu, lakini kinachokosekana eneo la mbele ni finishing touch. Walikuwa na wakina George Aiman Mpole ambao walikuwa wana experience ya ligi kuu ya Tanzania bara, lakini walikosa kuwa na shabaha ya kulenga lango na kuweza kufunga magoli. Hiyo ni timu ambayo tuliona chini ya mwalimu Goran Kupunovic ujue. Baadaye inakuja Pamba Fred Felix Minziro. Mwanzoni alipoichukua kwenye raundi ya pili ilionyesha Pamba kama imepata uhai fulani baada ya zile hamasa ambazo walikuwa wanazipata kutoka kwa mkuu wa mkoa, ikaanza kuokota matokeo. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, maji na mafuta vinaanza kujitenga. Hatuioni tena ile Pamba ambayo ilikuwa inacheza kwa jihadi, hatuioni tena ile Pamba ambayo ilikuwa ina push kupata matokeo kwenye uwanja wa nyumbani hata kwenye uwanja wa ugenini. Hatuioni tena ile Pamba ambayo inacheza kwa chemistry nzuri. Sasa hivi imebakia Pamba ambayo kila eneo la uwanja ipo isolated. Ukimwongelea Antwi ambaye ni kiungo mkabaji wa Pamba ambaye anatokea pale Ghana, anacheza vizuri kwenye eneo lake, lakini nani ambaye anaiunganisha timu kutoka kwa Antwi kumfikia Matthew Tegis? Changamoto inaanzia eneo hilo. Amekuja kiungo mwingine Shasiri Naimana kutoka pale nchini Burundi, hajawa naye na performance nzuri kiasi hicho. Amekuwa anaingia toka nyingi sana. Leo hii atakupa performance kubwa, kesho atakupa performance ndogo. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamewaingiza kwenye timu yao kwenye dirisha hili dogo, hawajawa na msaada. Habibu Haji Kiombo hajawa ni mchezaji ambaye anaweza kaisaidia Pamba. Leo hii tunamwona Deus Kaseke ameperform kwenye mchezo dhidi ya Azam na akafunga goli. Baada ya pale hatujamwona tena yule Deus Kaseke ambaye anaweza kuipigania Pamba kutoka pale ilipo. Wanaenda kucheza na Simba ya aina gani? Simba ambayo ina uchu, Simba ambayo kila mchezaji ambaye anaingia anatamani kukuonyesha kitu kikubwa ili mradi mwalimu Fadu Davis amwamini na akubali kubaki naye kwenye mpango wa msimu uliopita. Tulimuona mtu kama Joshua Budo Mutare, kila mmoja alikuwa anaamini safari zake ndo zimeisha, lakini kwenye mchezo uliopita Budo alikuwa starman wa timu, alikuwa anafanya kila kitu bora. Dibro Fernandez anarejea kwenye eneo la midfield, anaonyesha kwamba ni mchezaji kisiki ndani ya Simba Sports Club, ni mchezaji wa kutumainiwa. Kwa hiyo Simba Sports Club mchezo huu wanauendea kama mawindoni, wanaenda kuwinda alama 3 ambazo zinaweza zikawasogeza kutoka pale walipo kwenda sehemu nyingine. Lakini Pamba chini ya mwalimu Fred Felix Minziro wanaoendea huu mchezo kama ni sehemu ya wao kuweza kupambana, warao kupata hiyo alama moja kujikwamua kule walipo. Lakini je, nafasi hiyo ya wao kuweza kuvuna hiyo alama moja inatokea eneo gani? Fred Felix Minziro hata kama alipata nafasi kwenda kuangalia Simba Sports Club pale Meja Jenerali Samuel, lakini sio mwalimu mzuri kuweza kuisoma timu na kuweza kuiandaa timu kwenye approach ya kimbinu kusema kwamba Simba wanacheza hivi na napaswa kwenda kuwakabili hivi. Lakini je, Simba ile inayocheza Meja Jenerali Samuel kulikuwa kuna squad rotation. Siku ile ulimuona Yusuf Kagoma akicheza kwenye eneo la center back. Ukienda kuiapproach game kwa kile ulichokiona kwa Simba Sports Club kwenye mchezo ule, wakija na approach nyingine tofauti, ina maana kwamba unaenda kukutana na kipigo kikubwa zaidi ya kile ambacho ulikuwa umejiandaa nacho. Mimi ninachoamini kwamba Pamba Jiji wanapaswa kushikamana kwenye nyakati hizi. Haya, huyo ni Nira Juma naye anaamini hivyo.
Dakika zile 30 zimetimia toka ilipotimu 12 kamili. Bado tupo katika sports venue. Rehema anakwenda kuchezesha draw, si ndio? Yeah, kama kawaida. Ila namkumbusha tu chap kuna yule, unajua kuna watu wanapenda kumalizia jioni Wa mwisho. Na wa mwisho vile asikwambie mtu haraka chap. Wale ndio wengi wa Simba wamepata matokeo katika michezo yao miwili. Na timu ambazo ukilinganisha JKT Tanzania na Pamba ni timu ina wachezaji, lakini kwa uwezo JKT Tanzania kwangu mimi binafsi naona kidogo anacheza kitimu, na ukilinganisha hata matokeo wamekuwa na matokeo mazuri katika msimamo pia sio wako vibaya sana. Nimewashuhudia Pamba mechi 3, nilipata bahati nilikuwa jijini Mwanza. Sijui tatizo ni nini. Sielewi tatizo ni nini, pengine ni mwalimu, pengine ni wachezaji. Kwa sababu pia kuna wachezaji wengine ambao nao ukiwasikia stories zao wanakuambia wanafanya jituma sana mazoezini, lakini kwenye kikosi hawapati nafasi ya kuanza. Yaani kocha ana misimamo sana. Yes, kama national ambavyo wanasema. Unajua kuna vitu vingine vinakuwa ni vya ndani sana, kwa hiyo kwa mfano kama mechi ile ambao Pamba alipoteza 1-0 kwa KMC. Ile mechi mimi nilikuwa uwanjani. Mechi alianza George Mpole. Alipoteza nafasi nyingi sana kwenye ile mechi. Lakini hakufanya mabadiliko ya kumpa nafasi yule aliyokuwa Tabora United. Yule striker Okutu. Yaani kocha yeye alikuwa hamuamini Okutu. Kwa hiyo licha ya Mpole kupoteza nafasi nyingi katika ile mechi, bado aliendelea kumwacha. Yes, na nachoiona ni kwamba Pamba wasitarajia kupata matokeo kesho katika uwanja wa KMC. Kwa kweli kwenye mpira, tupo kwenye mpira muda mwingi, tupo kwenye mpira kwa sababu ya kocha. Sio kwa sababu ya kocha. Hata aina wachezaji waliokuwa nao. Mimi nimetangaza mechi 3 za Pamba Mwanza. Ametoka sare na Namungo. Na Namungo akaja kupata ushindi kwa Tabora United, na Tabora ambayo ilibadilisha kikosi baada ya kumaliza mechi na Yanga. Ule mziki wa Tabora, yule mziki ambao wa Tabora unaujua ungewekwa pale. Wachezaji Tabora wakuwa kwenye kiwango. Nisikilize Nation. Nisikilize. Ametoka sare na Namungo. Na wao ndio walikuwa kwanza walitangulia, Namungo atangulia goli, wao kaja kusawazisha. Mechi ya pili ametoka Tabora ambayo hata mwalimu mwenyewe kabla ya alisema wanafanya rotation kupumzisha wachezaji kwa sababu mechi ya Yanga wachezaji wengi walitumia nguvu kubwa. Kikosi kilibadilika sana. Amekuja kutoa sare na Fountain, amekuja kupata penalti dakika ya jioni kabisa. Tegisi anagongesha Besela, wanatoka 1-1. Yaani leo hii Nation hata kama nimefumba macho hivi, Simba hapa Pamba hapa atoboi. Tunatoa kweli tu kwenye mpira kwa namna wachezaji waliokuwa nao ukilinganisha na wachezaji wa Simba waliokuwa nao. Simba wana wachezaji kwa kikosi ambacho wanacho, kwa kulinganisha na kikosi kama cha Pamba, wajitafakari. Kwanza ni watu ambao mimi katika uwanja wa Kirumba pale hawaendi. Mechi moja ilichezwa Jumamosi, hakuna mashabiki uwanjani wa kuipa support ile timu. Hakuna. Wanashindwa na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji hata mechi inapigwa saa 3 pale Jamhuri. Mashabiki wanakuwepo pale uwanjani. Sasa timu haipati matokeo. No. Mshabiki ni mchezaji. Mshabiki ni mchezaji wa 3 wa 12. Wa 12 ndio wa 3. Mshabiki wa 12 uwanjani. Asipokuwepo na hata waliokuwepo wanakaa huku jukwaa kuu. Hawa momenti zao ni anaenda kuingia kwenye boksi. Lakini kuna wale vile vikundi vya ushangiliaji ambao vinakuwa upande wa pili. Kazi yao ni kuhamasisha goli limefungwa halijafungwa. Lakini moyo wenu nyinyi unaanzia wapi kwenu nyinyi? Kuipenda timu yenu kwanza. Umeenda kwa Singida mashabiki wanaenda hata kama ni mechi ya saa 8. Wanaenda unaona kabisa hamasa ipo ya kutosha. Tabora kwenye wewe unaona mechi imepigwa saa 4 ile. Tabora ni hatari. Sasa mechi imepigwa saa 4 lakini matokeo walikaa sana nje wale mpira. Tabora walipata shida. Umeona? Kwa hiyo mrefu wamemisi soka. Lakini tangu championship Tabora tangu championship afu inaitwa Kitayose walikuwa wanajaza. Unajua Mbeya City tuwe wa kweli. Mbeya City